Maneno ya Mungu au neno la Mungu si rahisi kama jinsi watu wanavyofikiria. Si rahisi hata kidogo. Neno ya Mungu ni magumu, hasa kwa watu ambao wamepata neema ya kuyatafakari. Kwa sababu wako watu ambao wanasoma maneno ya Mungu alafu hawatafakari. Kwa hiyo hao wanasoma kama wanasoma vitabu vya hadithi au wanasoma magazeti na hawatafakari. Lakini kama unapata neema ya kutafakari maneno ya Mungu, utaona kabisa kwamba si rahisi. Sisi hapa tumepata neema ya kujifunza elimu ya utukufu wa Mungu. Na tunaposema elimu ya utukufu wa Mungu, maana yake tunazungumzia juu ya ukuu na uwezo wa Mungu. Sasa ukuu na uwezo wa Mungu uko juu sana, ambapo kwa akili zetu za kibinadamu tunashindwa kuelewa. Kwa hiyo ndiyo maana natakiwa pawepo na imani, kwa sababu akili za kibinadamu haziwezi kuelewa ukuu na uwezo wa Mungu, kwa sababu uko juu sana. Lakini mimi na wewe tunamshukuru Mungu, tumepata neema ya kujifunza elimu hii ya utukufu wa Mungu. Watu wanakwenda kwenye vyuo, wanakwenda kusoma mambo ya dini, mambo ya Mungu, mambo ya Biblia hii. Lakini hata katika kiwango chochote ambacho mtu ambaye amekwenda kwenye chuo kusomea, unaweza ukamwona kwamba bado hajafikia kwenye ufahamu ambao mimi na wewe tunao. Watu wanakwenda wanasomea shahada ya kwanza, wanakwenda wanasomea shahada ya pili, wanakwenda wanasomea shahada ya tatu, ambao hiyo ndio wanaita PhD. Lakini ukimsikiliza huyo mtu ambaye amesomea elimu ya dini, ameenda kusomea chuo cha Biblia, ukimsikiliza na wewe unaona kabisa kwamba bado. Hapa duniani tuko Wakristo wengi, lakini ukiangalia Wakristo wote duniani unaweza ukawagawanya kwenye makundi mawili bila kujali dhehebu la huyo Mkristo. Maana madhehebu yako mengi ya Kikristo, lakini kwa ujumla wake unaweza ukawagawanya katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni la Wakristo waamini. Hilo ni kundi la kwanza, Wakristo waamini. Kundi la pili la Wakristo wasio waamini. Na tofauti yao ni kwa sababu tunasema sisi ni Wakristo waamini kwa sababu tunaamini katika wokovu. Lakini wapo Wakristo wengine ambao hawaamini wokovu, lakini na wenyewe wanajiita ni Wakristo. Wanajiita ni Wakristo lakini hawaamini kama kuna wokovu.